Hujambo mwana familia wa Mbayu TV, ni kukaribishe tena katika YouTube channel yetu, sehemu ambapo unayapata yote ambayo yanajiri na kutokea kila siku. Na hivi sasa nipo na taarifa ambayo inamhusu mbunge wa viti maalum na aliyewahi kuwa mbunge wa jimbo la Kawe kupitia chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema, Halima Mdee. Amesema ataenda kumtembelea gerezani mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu, ambapo alipohojiwa na vyombo vya habari. Mdee ameeleza kuwa tunapokuwa kwenye hizi harakati ni jambo zuri kutiana moyo, na mimi nipo Dodoma lakini nitaenda kumwangalia pasipo kujali kuna mambo gani yalikuwa yanaendelea. Mdee ameongeza kuwa hata aliyekuwa mwenyekiti wa Chadema Taifa Freeman Mbowe kumtembelea Lissu gerezani ni jambo la heri, kwani wana kila sababu ya kushauriana kwa sababu siasa inahitaji kupeana ujuzi na kutiana moyo. Ameweza kuzungumza hayo Halima James Mdee wakati akiwa anazungumza na vyombo vya habari. Itakumbukwa kuwa Tundu Lissu amewekwa gerezani ama amewekwa mahabusu hivi sasa kwa sababu ya makosa ambayo amekuwa akimkabili, hususan makosa ya uhaini, na siku ya tarehe 24 atafikishwa mahakamani ili kusudi kuweza somewa mashtaka ambayo yamekuwa yakimkabili. Na kwa hivyo Chadema ameitisha kwamba watakusanyika kwa ajili ya kuhakikisha kwamba wanakwenda kusikiliza shauri hilo linalomhusu mwenyekiti wao, kwa sababu kesi hiyo ina interest ama ina faida na ina manufaa kwa umma. Na ameweza kuzungumza Halima Mdee baada ya kutoka taarifa kwamba kuna siku kadhaa zimepita Freeman Mbowe yeye alikwenda kumtembelea Tundu Lissu ambaye amewekwa mahabusu akiwa anasubiria kuangalia kesi yake itakwenda vipi. Na inakumbukwa kwamba imekuwa ni muda mrefu sana Mbowe kuzungumza ama kujitokeza katika masuala ya Chadema, lakini juzi kati hapa imesomeka kwamba aliweza kumtembelea kiongozi huyo ambaye ndiye mwenyekiti wa chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema Taifa kwa hivi sasa, akipokea nafasi hiyo kutokea kwa yeye mwenyewe Freeman Mbowe. Na Halima Mdee amewahi kuwa mbunge kwa tiketi ya chama cha Demokrasia na Maendeleo Chadema pale katika jimbo la Kawe ambalo hivi sasa linaongozwa na Askofu Gwajima, lakini hivi sasa ni mbunge wa viti maalum, licha ya kwamba chama cha Demokrasia na Maendeleo kimesema kwamba hakiwatambui na kilikwisha kuwavua wanachama. Yeye amesema kwamba baada ya kumaliza shughuli zake ambazo amekuwa akiendelea nazo pale Dodoma, atakwenda kumjulia hali mwenyekiti wa chama hicho taifa. Atakwenda kumtembelea na kuweza kujua ni kwa namna gani ni vizuri kuhakikisha kwamba mnatiana moyo. Ameweza kuzungumza hivyo ukiwa katika nafasi ama ukiwa katika harakati hizi za kuwa katika upande wa vyama vya upinzani. Ni vitu ambavyo vinakuwa vinapendeza kwelikweli, kuna viongozi wanatiana moyo. Na ameweza kukiri kwamba licha ya kwamba kuna baadhi ya mambo alikuwa anaendelea hapo nyuma, wameamua kuyaweka pembeni hivi sasa, na kitu kikubwa ni kuhakikisha kwamba wanamaliza hili ambalo linawakabili hivi sasa. Tundu Lissu alikamatwa akiwa katika wilaya ya Mbinga mkoani Ruvuma na kusafirishwa hadi Dar es Salaam kwa makosa hayo ya uhaini. Makosa ambayo yanatajwa kuwa ni makosa makubwa sana, na endapo akikutwa na hatia adhabu yake itakuwa ni kunyongwa mpaka kufa. Vitu kama hivyo, mtazamaji wa Mbayu TV, vimekuwa vikitokea katika siasa za Tanzania katika siku za hivi karibuni baada ya Chadema kupata uongozi mpya, uongozi ambao umekuja ukiwa na unaongozwa na Tundu Antipas Lissu na kuja na agenda no reforms no election. Imekuja kuibua vitu vingi sana, lakini watu wengi walikuwa wanazungumza ukimya wa Mbowe, lakini pia wakawa wanazungumza hawa wabunge wa viti maalum 19 waliopo bungeni wanaonekana kutoshiriki moja kwa moja kwenye shughuli za chama. Lakini tumeona sasa wamekuja wanaanza kuwatia moyo viongozi, na mwisho siku pengine likiisha hili tunaweza tukawaona wakiwa sasa wanakuja katika harakati nyingine. Na unajua tunakaribia katika kipindi cha uchaguzi, kwa pengine tukawaona wakiwa wanahusika na kushirikiana na chama moja kwa moja. Bwana, kwa kila lolote ambalo litakuwa likitokea, mtazamaji wa Mbayu TV, sitakuwa tunakujuza na kukutaarifu wewe. Kisha kwamba una subscribe katika YouTube channel yetu ili wa kwanza kupatiwa taarifa zote ambazo zinakuwa zinatokea kila siku. Na pale Instagram sisi tunapatikana kwa jina la Mbayu TV, utufollow huko kwa ajili ya kushare vitu vingi zaidi. Langu jina ni David Edward.